Sasha, nataka uelewe hiki kitu. Imradi umeokoka sasa, kuna mambo kadha nataka uyaelewe na nitakueleza. La kwanza, lazima ujue roho zitendazo kazi. Ninapoongelea kwa habari ya roho zitendazo kazi, ninaongea kwa habari ya kila kitu unachokiona kinatokea, ipo roho nyuma inayofanya kile kitu kitokee, na ndicho hicho unachotakiwa kukiangalia. Ndipo unaweza ukapata tathmini na tafsiri sahihi juu ya jambo fulani. Nadhani hapa hutakiwi kumwangalia Sandra, lakini unatakiwa kuangalia roho itendayo kazi ndani yake. Okay. Kwa ufahamu wako huo ulio nao, unadhani ya kwamba Sandra ni yeye ama kuna roho fulani na msukuma nyuma yake? Nahisi kama kuna kitu kinamsukuma nyuma yake, na hata yeye mwenyewe nimemwambia hilo. Very good. Sasa unatakiwa uiangalie hiyo. Hicho ndicho cha kukiangalia na kuambatana nacho. Mchungaji, sasa nimekupata na nahisi sasa nimeanza kukuelewa, na hata ndani ya moyo wangu ninahisi kupata amani, na kuna kitu kama kimeondoka kwenye moyo wangu. Amen. Nimeanza kuelewa. Amen. On top of that, kuna jambo jingine nataka pia ulielewe. Imradi umeamua kuwa mtu wa rohoni, majaribu ni kitu cha kawaida sana, na majaribu yamelenga kukuangalia wewe uko rohoni ama haupo rohoni. Lakini pia majaribu yamelenga kuangalia level zako za imani. Una level gani za imani? Majaribu hayajalenga kumuua mtu wala hayajalenga kumwaibisha mtu, bali majaribu yamelenga kumuimarisha mtu. Sasha, nataka haya unayoyapitia yasikuvunje moyo, bali ya kuimarisha. Nimekuelewa mchungaji. Amen. Mchungaji, baada ya maumivu makali ya mahusiano yangu ya nyuma, hatimaye nimepata mtu anayenipenda na kunijali. Ila nikaona kabla sijafika naye mbali, ni bora nije nikupe taarifa mapema ili kupata maelezo zaidi kutoka kwako kama mtumishi wa Mungu. Okay, umeingia kwenye mahusiano mapya kutoka kwenye maumivu ya mahusiano yaliyopita? Sijakuelewa, una maana gani? Yaani namaanisha ya kwamba umeingia kwenye mahusiano mapya ili kufuta maumivu yaliyokuwa yakiendelea kwenye mahusiano yale yaliyopita? Hapana. Huyu nilijikuta tu tunapendana, ila ni rafiki yangu wa muda mrefu, na hakuna aliyedhani kama tutaingia kwenye mapenzi. Hapo sawa. Ni vyema sana mahusiano yakazaliwa kutoka kwenye upendo na si kwenye stress, kwa sababu mara nyingi sana ukiingia kwenye mahusiano kwa ajili ya stress unazopitia za mahusiano mengine, mara baada ya zile stress kuondoka, unaweza ukajikuta kana kwamba ulifanya maamuzi yasiyo sahihi, na ukaona ya kwamba mtu uliye naye pia
sio sahihi na ukajikuta labda umpende kabisa. Ni kweli kabisa baba, ila namshukuru Mungu kwa ajili yako. Kipindi chote nilichokuwa na stress, ulinipa neno la Mungu la kutoka kwenye stress ambalo lilizaa maarifa mengi, na nikaanza kujiona kama nilikuwa kwenye mahusiano ambayo yalikuwa yananipotezea muda kabisa. Unajua baba, ukiwa katika dimbwi la mapenzi, ufahamu wa mtu unakuwa kama umefungiwa sehemu hivi, yaani mpaka mtu asikie neno la Mungu ndio unajikuta unatolewa huko. Safi sana. Sasa nataka tujadili juu ya huyo unayetaka awe mume wako mtarajiwa. Taarifa zake za kiroho zikoje? Ameokoka, tena anampenda Mungu, na kwa hakika alisimama na mimi kipindi chote cha mapito yangu, na kwa kunipa neno la faraja sana kutoka katika neno la Mungu. Hata ukimpamba lazima tumsikane katika ulimwengu wa roho na tujue ni yeye ama si yeye, ndiye ama siye, sababu hatutaki kuyaona machozi tena. Nikimwangalia katika ulimwengu wa roho sioni kama na tatizo. Ni mtu mwema, lakini mtu sahihi sana kwako. Nampitisha kabisa, sioni kipingamizi kwake. Naona ni mtu mpole na ni mtu sahihi sana kwako. Ni kweli kabisa baba, huwa hajui kugombana, na katika kipindi chote hatujawahi kupishana chochote. Ni mtu mpole sana na mwenye huruma, na hilo ni jambo muhimu sana, kwa sababu kuolewa na mtu asiye na huruma ni kitu hatari sana kwenye maisha yako. Ni kweli kabisa baba, kama yule aliyepita alikuwa katili sana sana. Tusiyakumbuke mambo ya kwanza wala kuyatafakari, kwa sababu Bwana anafanya jambo jipya na yeye ndo anayefuta machozi ya watu wake. Ni vizuri sasa kuishi katika kanuni zitakazolinda heshima yako, lakini zitakazolinda utakatifu wako, ili muweze kukaa katika uwepo wa Bwana. Ili mchakato huu wa ndoa uwe muhimu sana kwa mwenza wako anayeoa, ni lazima neno hili lisitoke kwako: no sex before marriage. Na maanisha hivi, hakuna tendo la ndoa kabla ya ndoa. Hili litakupa thamani, litakupa heshima na kuufanya mchakato uende kwa spidi, kwa haraka. Watu wengi sana, asilimia kubwa ya watu ambao wana uchumba sugu ni wale watu ambao waliharibu hii kanuni, wakajikuta wameingia kwenye mahusiano yaliyo zaidi ya uchumba, kiasi kwamba mtu haoni tena umuhimu wa kuoa. Na ukimpata mtu ambaye hana uwepo wa Mungu, ndio haoi kabisa, unabaki kuendelea tu kuzaa watoto. Unajikuta mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, na baadaye unakuwa single mother. Single mother wa watoto 5, 6. Hii single imekuwa ni single na ni changamoto. Anyway, sitarajia hayo kutoka kwako, na Mungu akusaidie. Anaitwa nani huyo wa kwako? Anaitwa Ruma baba. Sio ni shida yote kwake. Unaweza ukaolewa naye na nakutakia maisha mema sana. Amen. Mungu abariki katika mchakato wenu wa kuielekea ndoa. Amen. Amen.
Hivi ndio mchumba wako nilionana naye? Kuonana naye hapana, na wala siwezi kuruhusu kuonana naye kizembezembe. Kwa nini sasa? Si mchumba wako? Kwa hiyo mtakuwa mnaongea kwenye simu tu, nitapataje kujua tabia zenu na kujua kama anakufaa au la? Mimi najijua ni mdhaifu sana katika mahusiano. Usisubutu kushiriki tendo la ndoa, na mimi najijua siwezi kabisa. Sasa ninaikimbia zinaa kama maandiko yasemavyo. Lakini zinaa haikimbiwi kukaa mbali na mtu unayempenda, ila inakimbiwa kwa kuondoa mawazo mabaya ndani ya fikra zako. Mawazo ndio chanzo cha uharibifu wote. Sasa kwenye mawazo kabisa, hapo mimi ndio nishafeli. Nawaza vizuri nikiwa naye mbali, ila nikishakuwa naye karibu mawazo yanabadilika hapo hapo. Nahisi nahitaji ukombozi, ila kwa sasa nitakimbia kwa njia hii ya mwanzo ya kukaa naye mbali. Na ndiyo maana hata ile siku ilibidi nikuombe twende wote, la sivyo angenibeba pale na angenikokota kama mlevi. Hapa nitakuwa naye kwenye harusi tu, maana najua ni tukio la pamoja na ni la watu wengi. Baada ya hapo namkimbia mita 100 ili niwe salama. Ni wazo jema, japo kuweka distance ya wako ni kiboko. Wewe jana kwenye hiyo konda sulishakonda, ndio maana unaweza. Sasa mimi ni mgonjwa tena mahututi. Ni Yesu anayetupa kushinda. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Hata mimi kabla ya Kristo kuwa ndani yangu nilikuwa siwezi kabisa. Nilikuwa mdhaifu sana. Yaani nilikuwa siwezi kabisa. Nilikuwa king'anizi zaidi ya kupe. Ila leo najishangaa. Hakika ukiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Bwana anifanye upya na mimi, maana ni aibu. Na hii imenifanya nimedharaulika sana. Kila mtu niliyeingia kwenye mahusiano anapeperuka, na hata ujui amepeperuka saa ngapi. Maana anakuona mrahisi hadi aibu. Ila huyu wa sasa nimedhamiria kukomaa mpaka mwisho. Hapa ninaiona ndoa. Hata walogi silogeki. Luma, ninamtukuza Mungu sana. Umepata kibali kikubwa sana kwa mchungaji wangu. Wow. Na amekuelezea utadhani anakujua. Na amekubali mimi na wewe tuwe wachumba na taratibu zingine ziendelee. Yes. Dina, ninamshukuru sana Mungu. Lakini kiukweli nilijua tu hili jambo litakwenda salama. Kwa sababu kama mchungaji ni wa ukweli, akichungulia katika ulimwengu wa roho, anaona kabisa huyu mtu hajabeba uharibifu na hana hila ndani yake. Ni kweli kabisa. Mchungaji wangu ni mtu makini sana katika roho. Kama kitu hakiko sawa, hapepesi macho kusema ukweli ili kutengeneza kabla tatizo lijaingia. Dina, umepata mchungaji mzuri kweli kweli, lakini pia anayetembea na nguvu za Mungu. Simsifii kwa sababu nimepata kibali kwake, lakini namsifia katika ile hali ya uhalisia. Dina, wapo wachungaji ambao wamekuwa mwiba sana kwa watu wao, hasa wale wachungaji ambao wanatembea katika hisia na si katika roho. Na maandiko yanatuambia tuenende katika roho. Ni kweli kabisa. Ukiona mchungaji hanijui na naongea katika roho, ujue huyo yuko rohoni. Nimeshawahi kushuhudia mchungaji anamkataa mtu asimoe mtu fulani,
ni kwa sababu zake tu binafsi. Unakuta labda angependa yule mtu aolewe na mtu fulani, basi anaanza kusema kwamba Mungu amekataa au Mungu hajatoa kibali, lakini kumbe ni hisia zake tu yeye mwenyewe. Hapo ndipo tunatakiwa kuombea sana watumishi wa Mungu, na pia hata sisi kwa rohoni, ili tujue mapenzi ya Mungu, kwa sababu ukiwa rohoni unapata muunganiko kati ya kinachoongelewa na mchungaji na kinachoendelea ndani yako. Hata kama akisema hapana kwa mtu unaomtaka, ile hapana inakushuhudia hadi moyoni mwako. Dina, uko deep sana na ninafurahi kuwa mchumba wako, lakini pia naona kabisa nimepata upendeleo kwa Bwana, na kiukweli na ahidi kuyafuta machozi yako na kamwe hautalia tena. Asante sana. Najua wewe ni mtu mwema kwangu na ulishaionyesha hiyo kabla. Nakupenda sana. Nakupenda pia Dina. Tasimama hapo hapo. Sandra, hii ni aibu kubwa sana unanipa. Unawezaje kuwa mwilini namna hii kuliko hata walio mwilini? Kwanza, kabla sijajua unataka kusema nini, ninaomba sana usinifokee. Usinitoe kwenye line Sandra. Mimi ninachotaka kujua ni kitu gani kilichokufanya uchukue simu yako na kumpigia Sasha na kwanza kuongea mambo ya ovyo tu yanayotokana na hisia za moyo wako ambayo hayana uhalisia wowote ndani yake. Yaani wakati mimi najenga, wewe unakuja nyuma unabomoa. Kama hauwezi kujenga pamoja na mimi, ni bora ukae kimya. Naona inakuuma sana wewe mimi kumpigia Sasha. Kweli mapenzi motomoto. Hivi naelewa unachokiongea? Sandra, hivi unaelewa ya kwamba maneno ya kinywa chako yanaumba? Unaelewa hiyo? Lazima uelewe ya kwamba mimi Sasha kwangu ni mchungaji wake. Unapoanza kuongea kwamba yamkini ukawa kuna mahusiano ya kimapenzi, unataka kutengeneza nini kiumbiki hapa? Unataka aone inawezekana kwamba mimi na yeye tunaweza tukawa wapenzi? Ndio unavyomaanisha? Iwezekane mara ngapi? Hivi wewe unadhani unamjua Sasha kuliko mimi rafiki yako ya miaka mingi? Kwanza lazima ujue ya kwamba Sasha yule sio Sasha huyu wa leo. Sasha huyu ameokoka. Huyu amempa Yesu maisha yake, ni kiumbe kipya. Kwa unataka umrudishe nyuma? Biblia inasema hivi, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake aletaye hayo makwazo. Ni afadhali afungiwe shingoni jiwe la kusagia akatupwe baharini. Ewe uliye gizani, utasemaje kwamba unamjua Sasha ya kwamba ni mbaya na wakati ni rafiki yako? Hivyo namaanisha kwamba hata wewe ni mbaya, kwa sababu ndege wafananao huruka pamoja. Na kuona msemaji wa Sasha na wakili wa bure, mwenyewe unamtetea kwa gharama zote mteja wako. Sikia, najua masikio yako yanajisikia, lakini unajitoa fahamu. Lakini moyo wako hauwezi zuia hiki kinachokiongea kukisikia. Maombi yangu kwa Bwana ni akuponye tu, maana una tatizo kubwa sana Sandra, sana. Lakini Mungu hajawahi kushindwa. Kamwambie nitamnyosha. Kama alikuambia uje umtetee ili muwe huru zaidi, hii amefeli. Nitamwonyesha kitu ambacho hajawahi kuona.
Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.